Rais William Ruto hajawa na woga baada ya aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kujiuzulu katika kazi yake Benki ya Kenya na kufika Kenya kuanza rasmi kampeni zake za urais. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Okengo Matiang'i amerudi nchini kwa kishindo baada ya muda mrefu wa kukaa Marekani na kuibua matumaini mapya ya kisiasa hasa miongoni mwa kizazi kipya cha wapiga kura maarufu kama Gen Z. Ni baada ya kuwasili kwake uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA Alhamisi jioni, ambapo alikaribishwa kwa shangwe na nderemo na kundi la wafuasi waliokuwa wakisubiri kwa hamu ujio wake. Mara tu baada ya kuonekana kutoka kwenye lango la kuwasili, hali ya uwanja ilibadilika ghafla. Wafuasi walilipuka kwa vifijo na maneno ya kuonyesha mapenzi yao kwa kiongozi huyo wa zamani. Ingawa idadi ya waliomlaki haikuwa kubwa, shauku yao ilikuwa kubwa, wakimtaka wahutubie na kueleza mwelekeo wake wa kisiasa. Na katika hotuba yake fupi mbele ya mkusanyiko huo mdogo, Matiang'i alisisitiza umuhimu wa vijana wa kizazi kipya kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kidemokrasia. Alitoa wito kwa Gen Z kutobaki kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii pekee, bali wajitokeze kwa wingi kujiandikisha kupiga kura. Alisisitiza kwa mabadiliko ya kweli hayawezi kufikiwa bila hatua madhubuti na ushiriki wa moja kwa moja wa wananchi, hasa vijana. Aidha, alieleza wasiwasi wake kuhusu mwelekeo wa mazungumzo ya kisiasa nchini, akiwataka viongozi kuachana na mjadala ya kushambuliana binafsi na badala yake kuelekeza nguvu zao kwenye kutafuta suluhu za matatizo yanayowakumba wananchi kwa sasa. Alisema kuwa ni wakati wa siasa za maudhui na hatua badala ya ahadi tupu. Matiang'i, ambaye kwa muda sasa amekuwa akifanya kazi na Benki ya Dunia nchini Marekani baada ya kushindwa kwa upande wake katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, alithibitisha kuwa tayari amejiuzulu rasmi kutoka kwa nafasi yake ya kimataifa ili kuanza ukurasa mpya na wa kujihusisha tena na siasa za ndani. Wachambuzi wa siasa wanaona kurejea kwa Matiang'i kama hatua yenye umuhimu mkubwa, hasa ikizingatiwa kuwa ana mvuto wa sehemu kubwa ya wapiga kura vijana ambao wamekuwa wakionyesha kutoridhishwa na hali ya sasa ya kiutawala. Uwepo wake unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika mtazamo wa kisiasa, hasa siasa za upinzani au hata upya wa maelekeo ya uongozi kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Kwa sasa macho yameelekezwa kwa hatua atakayochukua baada ya kurejea kwake, akiwa amerejea kwa tahadhari na kutangaza nia ya kuzungumza na wananchi kwa nia ama kwa kina katika siku zijazo. Taswira mpya ya mchuano wa kisiasa nchini Kenya huenda ikaanza kuchukua sura mpya.